ibada hii ya pili. Somebody excited to be in his presence. Unafuraha kuwepo kwenye uwepo wake? Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako mshukuru. Remember all he have done for you in the course of the week. Kumbuka yote aliyokutendea katikati ya wiki. Thank him for journey mercies he granted you. Mshukuru kwa safari salama alizokutendea. Mshukuru kwa baraka zake. Psalm 103 verse 1 to 4. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Oh my soul. Na mbariki Bwana nafsi yangu. Bless the Lord, oh my soul. Bariki Bwana nafsi yangu. And forget not all his benefits. Na usisahau fadhili zake. Who forgiveth all thy iniquities. Akusamehe dhambi zako zote. Who healeth all thy diseases. Na akuponya madhaifu yako, magonjwa yako yote. Who redeemed thy life from destruction. Au komboa wako na kaburi. Who crowned you with loving kindness and tender mercies. Akutia taji ya fadhili na rehema. That your youth is renewed, that he satisfy your mouth with good things. Ujana wako arejeshwa kama tai. So that the youth is renewed like the eagle. Na ujana wako unarejeshwa kama tai. Give him all the glory. Mpe Mungu utukufu wote. Give him all the honor. Mpe heshima yote. Give him all the adoration. Mpe adhama yote. What a faithful God you are. Ni Mungu mwaminifu wewe. Thank him because he said to bless you. Mshukuru kwa sababu amejiandaa kubariki. Thank him because he wants to deal with every enemy of your life. Mshukuru kwa sababu atashughulika na kila adui wa maisha yako. Thank him because he's going to fight for you today. Mshukuru kwa sababu atakupigania leo. You shall hold your peace. Nao utatulia kwa amani. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Psalm 94 verse 1 and 2. Zaburi ya 94 mstari wa kwanza na wa pili. Where we read in our call to worship this morning. Kusoma kwenye tetu wa kuabudu asubuhi ya leo. Ask God to show himself mighty on your behalf today. Muombe Mungu ajidhihirishe kwamba ni mwenye nguvu kwenye maisha yako leo. When you call him God of mercy, Aba utamuita ni Mungu wa rehema. he shows his mercy. Unapomuita Mungu wa rehema anaonyesha rehema. When you call him God of vengeance, Unapomuita Mungu wa kisasi he shows his vengeance. anaonyesha kisasi chake. Cry to him and say, oh God of vengeance, Mlilie mwambie Mungu wa kisasi, show yourself on my behalf today. jidhihirishe kwa niaba yangu. Fight for me today. Pigana kwa ajili yangu. Exodus chapter 14 verse 14. Kutoka 14:14. He said he will fight for you Anasema atawapigania and you will hold your peace. nanyi mtanyamaza kimya. Lift up your voice and call upon him. Inua sauti yako na umwite. Lord, fight for me today. Bwana nipiganie leo. Oh, and let me be declared victorious in every Na niwe battle. mshindi kwenye kila Give vita. me victory today. Nipe ushindi leo. Oh Lord, to whom vengeance belongeth, Wewe Mungu ambaye kisasi ni chako, show yourself. jidhihirishe. To whom vengeance belongeth, Mungu ambaye kisasi chatoka show kwako, yourself. jidhihirishe. To him vengeance belongeth, Mungu mwenye show kisasi, yourself. jidhihirishe. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na To uombe. whom vengeance belongeth, Mungu wa kisasi, show yourself. jidhihirishe On my behalf today, kwa niaba yangu on leo, behalf of my family kwa today, niaba ya familia yangu. fight our battles today. Pigana vita vyetu leo. Fight our battles today. Pigana vita vyetu leo. Fight our battle today. Pigana vita vyetu leo. Oh, the psalmist said, Tukazaburi anasema, oh Lord, thou art my God. Bwana wewe ndiye Mungu Early wangu. will I seek thee. Nitakutafuta My mapema. soul thirsted for thee, Nafsi yangu ya kuonea and kiu. longeth for thee in the dry and thirsty land, Katika nchi kame isiyokuwa where na no water maji. is, Mahala pasipokuwa na to maji. see thy power. Ili nizione nguvu Lord, I zako. want to see your power Bwana today. nataka nione nguvu zako Lord, leo. I want to see your power Nataka today. nione nguvu zako leo. Lord, I want to see your power Bwana today. nataka nione nguvu zako Lord, leo. I want to see your power today. Nataka nione nguvu zako leo. Somebody pray, I want to see your power today. Omba Mungu, nataka nione I nguvu want to zako see leo. your power today. Nataka nione nguvu zako Oh, leo. fight for me today. Bwana nipiganie mimi leo. Lord, fight for me today. Bwana nipiganie leo. Hardly about unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Bwana kwako Unto thee, nakuinulia O Lord, nafsi do I yangu. lift up my spirit. Kwako wewe nainua roho. Oh my God, Mungu I wangu, trust in thee. ninakuamini wewe. Let me not be ashamed, and Nisiaibike let not Bwana. the enemies triumph Na over adui me. asishinde juu It is yangu. the cry of the psalmist. Ikiwa ni Oh, kilio cha let me mtunga not be Zaburi. ashamed. Bwana Let not nisiaibike. the enemies triumph Na over adui me. yangu asifurahie Let the kunishinda. wickedness of the wicked come to an end in my Uovu wa life. mwovu ukome Let kwenye the maisha yangu. wickedness of the wicked come to an end in my Uovu wa mwovu family. ukome katika maisha yangu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Shakatalia. Barabando shiakalando belizula. Andushi ketusha ambrali sholianda abalizwa. Ndoloboshi ande braka abalishu ubolandushia. Lebrakalaba. Lord, fight for your people. Baba, wapiganie watu wako. Let the desires of your people be granted today. Matamanio ya watu wako wapokee leo. In
the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Everything that is a desire, table it before God. Kila You kitu came ambacho here ni with tamanio sickness lako today. lipeleke mbele You za came here Mungu. with any kind of ailment, any kind of burden. Umekuja na mzigo wa namna Jesus, yote. let it be lifted up. Let it Yesu be na lifted up. Let uondolewe it be na lifted uondolewe up. na uondolewe. Shakabalando shiandalaba. Lebrando beshunde landu shando bakatusha. Ilikuti idikitu ishukalande eketu undo. Ebale shualandu bela. Evakatushia balaba. Holy Spirit divine, take your place in this service this hour. Tamalaki kwenye ibada hii Blessed saa be hii. your holy name. Libarikiwe jina lako Oh, takatifu. la bakata shula balaba. Oh, balea balaboshia balia katelia balaba. Andele boshia kalia balaba. I will make my life your dwelling place. Oh, I will build my throne in my hand. Come, Father, come, Son, come, Holy Spirit, come and take your place in my life. I will make my life your dwelling place. I will build your throne in my heart. Come, Father, come, Son, come, Holy Spirit, come and take your place in my life. Olebakashuleba, I will do your throne in my heart. Come, Father, come, Son, come, Holy Spirit, Holy Spirit, come and take your place in my heart. Come, Father, come, Son, come, Holy Spirit, Holy Spirit, come and take your place in my life. Father, Oleva kabala bakotelia baba ndelia ba. Ebra kaboshia mbala katulia ba. Holy Spirit, Holy Spirit, come and take your place in my life. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Holy Spirit divine, take your place. Roho Mtakatifu wa kiungu tamalaki. You are the spirit of vengeance. Wewe ni roho wa kisasi. It's a good vengeance in the camp of our enemies today. Tenda kisasi kwenye kambi ya adui zetu leo. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. In Jesus' glorious name we have prayed. Katika jina tukufu la Yesu tumeomba. It is my new dawn era. Majira yangu ya pambazuko jipya. Please have your seat. Welcome your Tafadhali neighbor keti. to the left and to the right. Mkaribishe jirani upande wa kuume na wa This kushoto. morning is my joy to welcome you to this second service. Asubuhi ya leo ni furaha kukaribisha katika ibada hii ya pili And God will visit you again. na Mungu atakutembelea tena. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Season of glory is our prophetic focus for this great month of October. Majira ya utukufu ndio tamko letu la kinabii kwa huu mwezi wetu mkubwa wa 10. Hallelujah. Haleluya. And we have been looking at riding the waves of glory. Tumekuwa tukitazama kutembea katika mawimbi ya utukufu. Riding
the waves of glory. Kutembea katika mawimbi ya This utukufu. is part 3B. Hii ni sehemu ya 3B. And we have been told Na tumeambiwa that by redemption, kwamba kupitia ukombozi we are for glorification. tumekusudiwa kutukuzwa. That we are not born again to suffer again. Hatujaokoka ili kuteseka tena. We are born again to enjoy the glory of God. Tumeokoka kufurahia utukufu wa And Mungu. everything God is what the glory of God is. Lakini namna vile Mungu alivyo ndivyo utukufu wake Everything ulivyo. that you desire in this life Kila unachotamani katika maisha haya is inside the glory of kiko God. ndani ya utukufu wa Mungu. He called us out of darkness Ametuita kutoka gizani to his marvelous light to enjoy the glory of God. kutuingiza kwenye nuru yake ya ajabu tufurahie utukufu wa The Bible Mungu. says darkness shall cover the earth. Biblia inasema giza tafunika dunia Gross darkness the people. na giza kuu And kufunika watu. God shall rise Lakini over Mungu us. And the glory of the Lord. atainuka na utukufu wa Mungu. Isaiah 60 verse 2. Isaya 60 mstari wa 2. We are redeemed to enjoy the glory. Tumekombolewa kufurahia utukufu wa Mungu. And the glory of God is what destroy every form of shame in our life. Na utukufu wa Mungu ndio unaharibu kila aina ya aibu katika maisha yetu. I pray that the glory of God shall be seen upon thee. Na kuombea utukufu wa Mungu uonekane kwako. You will not see shame in your life Hautaona anymore. aibu katika maisha yako tena. You will not see shame in your life Hautaona anymore. aibu kwenye maisha yako tena. But the glory of God Lakini utukufu wa Mungu is facilitated by the Spirit of the Lord. unachochewa kupitia Roho wa The Mungu. Spirit of the Lord is the facilitator of the glory of the Lord. Roho wa Mungu ndiye anayeharakisha na kuuleta utukufu wa You can't Mungu. access the glory outside of the ministry of the Holy Ghost. Hauwezi kupata utukufu nje ya huduma ya Roho He Mtakatifu. is the Spirit of glory. Ni Roho wa utukufu. He is the one that gives us the glory of God. Yeye ndiye anatuwezesha kuupata utukufu wa Mungu. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Wakorintho wa pili The Bible 3:18. says we all with open face, Na si pia kwa uso sote beholding utaji, in the glass the glory of the Lord, tukiurudisha kama are kwenye kioo utukufu wa changed Mungu. into the same image. Tunabadilishwa tufanane mfano huo huo, From glory, glory. kutoka utukufu From hata glory to utukufu, glory. kutoka utukufu wa utukufu, Even by the Spirit of the Lord. hata kwa Roho wa Bwana. Our progression from glory to glory, it is by the Spirit. Kuhama kwetu toka utukufu hata utukufu ni kupitia Roho Mtakatifu. When this Spirit of the Lord Lakini Roho huyo wa Bwana manifests in diverse ways. anajidhihirisha kwa namna There mbalimbali. are diverse operations of the Holy Spirit. Kuna namna mbalimbali za utendaji wa Roho Mtakatifu. And that is the basis of our teaching. Na huo ndo msingi wa mafundisho yetu. That we have only one Spirit Kwamba tuna Roho mmoja who manifests in diverse ways. anajidhihirisha katika That namna for you mbalimbali. to enjoy the glory of God, Hatufurahii you utukufu wa must Mungu. engage the diversities of the Spirit. Na kama unataka kufurahia utukufu wa Mungu lazima ujihusishe katika utendaji mbalimbali wa Roho Mtakatifu. This Holy Spirit Roho huyu Mtakatifu is the Spirit ni roho of obedience. wa utii. He's the one that empowered us to obey. Ndiye anatuwezesha And kutii, when we obey, we commit God for our glorification. na tunapomtii basi tunamsababisha Mungu atupe That this Spirit utukufu. also is a spirit of meekness. Roho huyu pia ni roho unyenyekevu, That only the meek can enjoy the glory of na God. wanyenyekevu tu ndio watafurahia utukufu wa Man Mungu. by nature, he have a proud nature. Man has a proud nature. Mwanadamu ana asili ya kiburi, He want to say, I achieved this and that. anataka kusema mimi ndio nimekamilisha hili na lile. But for you to be all and up and still be humble, Lakini ili wewe ufanikiwe na bado uwe you mnyenyekevu, need the spirit of meekness. unahitaji roho ya We also unyenyekevu. said this spirit is a spirit of faith. Tumetazama pia roho hii ni roho ya imani, And we need faith na tunahitaji imani to access the glory of God. kupata utukufu wa Mungu. Because all things are possible to him that believeth. Mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminiye. Without faith, it is impossible to please God. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Until we please God, the glory of God will not come upon us. Tusipompendeza Mungu, utukufu wa Mungu hauwezi kuja juu We yetu. also say this spirit is a spirit of servanthood. Pia tukasema roho hii ni roho ya utumishi. He is the one that empowers to serve without being discouraged. Ndiye anatuwezesha kutumika pasipo kukatishwa tamaa. And anyone that wants to be up tomorrow Na yoyote anayetaka kuwa mtu fulani kesho, must bend down to serve today. lazima ainame kutumika This leo. also is a spirit of revelation. Pia ni roho ya ufunuo. Galatians chapter 2 verse 2. Galatia 2:2. Apostle Paul said, I went up by revelation. Mtume Paulo anasema nilitwaliwa kwenda juu Revelation kwa will ufunuo. always take up. Roho anakupeleka juu, But this is the Holy Spirit. na roho huyo ni Roho Mtakatifu.
that makes it possible for things to be revealed to us. Ndiye anasababisha mambo yafunuliwe kwetu. Also we look at that this spirit is a spirit of the fear of the Lord. Tumetazama roho hii pia ni roho ya kumcha Bwana ama hofu ya Mungu. That was our focus in the first service today. Ndio ulikuwa mlengo wetu katika ibada ya kwanza leo. You need to get the DVD and listen to it over and over again. Inabidi upate jumbe usikilize tena na tena. And today in this service we look at this spirit as the spirit of love. Katika ibada hii tunamtazama roho huyu kama roho upendo. The spirit of love. Roho upendo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Timotheo wa pili 1:7. For God have not given us the spirit of fear, maana Mungu hakutupa roho ya hofu, but of power, bali ya and nguvu, of love, ya upendo, and of a sound mind. na ya kiasi. Romans chapter 5 verse 5. Warumi 5:5. Hope maketh not ashamed, Tumaini alitahirishi, because the love of God is shed abroad in our maana hearts pendo la Mungu limeminwa mioyoni by mwetu the Holy Ghost which is given to us. kupitia Roho Mtakatifu He's the tuliyepewa. one that shared the love of God in our hearts. Yeye ndiye anaumimina upendo wa Mungu mioyoni mwetu. Your love will not stand a test of time without being empowered by the Holy Ghost. Upendo wako hautashinda majaribu The Holy pasipo Spirit kutiwa drive- nguvu na Roho Mtakatifu. The Holy Spirit drive us Roho Mtakatifu to anatuendesha love God helplessly, na kufanya tumpende To love Mungu God pasipo lavishly. kusaidiwa. Tumpende Mungu kwa to love furaha. God unconditionally, Tumpende Mungu pasipo to vigezo. love God alwaysly. Tumpende Mungu wakati wote. You can give up in your love for God Unaweza ukakata tamaa kwa upendo wako kwa Mungu if you are not empowered by the Spirit. kama hujavikwa uwezo na Roho. The Spirit of love drives you to love God crazily. Roho ya upendo inakusukuma umpende Mungu kama The kichaa. Spirit of God makes you to love God for who He is, Upendo wa Mungu unakufanya umpende Mungu kwa not for namna alivyo, what He has done. sio kwa yale aliyokutendea. Love Him for who He is, Unampenda yeye kwa sababu ni not Mungu, for what you want from Him. sio kwa kile unachotaka kutoka kwake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Love is the greatest. Upendo ndio mkuu. Love is the greatest. Upendo ndio mkuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can't love God and not enjoy the glory of God. Hauwezi kumpenda Mungu na ukakosa utukufu wa Mungu. Every lover of God Kila anayempenda Mungu enjoys the glory of God. anafurahia utukufu wa Mungu. The same way your lover, Namna ile ile the mpenzi same wako, way you are committed to your lover, namna ile unajitoa kwa mpenzi you will wako, not allow your lover to see shame. au ruhusu mpenzi wako aone aibu. You will not allow your lover to be reproached. Hautakubali mpenzi wako apate That's the fedhea. same way God is committed to His lover. Ndivyo ilivyo Mungu anajitoa kwa The wanaompenda. lovers of God are made by God. Wanaompendwa Mungu ndio wanajengwa na Mungu. You can't love God Hauwezi ukampenda Mungu and end in the backseat of life. na uishie nyuma katika maisha, Because love for God makes God your partner. kwa sababu kumpenda Mungu unamfanya Mungu And kuwa God mshirika wako, cannot partner with you. na Mungu hawezi kushirikiana na Or you wewe, cannot partner with God na huwezi kushirikiana na and Mungu not be where God is. na usiwepo pale Mungu And alipo. God cannot be at the front seat of life. Na Mungu hawezi kuwa nyuma katika maisha. God is a frontliner. Mungu wakati wote yuko mbele. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. What is love in the context we are talking about it today? Upendo ni nini katika muktadha tunaotazama? What is love? Upendo ni In nini? this context, it can mean a lot of things to a lot of people. Upendo unaweza kuwa na maana nyingi kwa watu wengi. And I found out also, just like faith, Nimegundua kama vile imani, love is not defined by its definition. upendo hautambuliki kwa maana It yake, is defined by its manifestation. unatambulika kwa udhihirisho When wake. you see the character or when you see the action of someone that loves, you will know that he loves. Unapoona matendo ya mtu mwenye upendo utajua kwamba ana upendo. It is not about what is love, Sio kwa habari ya upendo ni nini, but your action shows whether you are in love or not. lakini matendo yako ndio yanaonyesha kwamba It una is not upendo ama about la. singing, Lord, I love you. Sio kwa habari ya kuimba Mungu ninakupenda. For we will say that you are good Nasema wewe ni for the mwema. miracles you done has brought Miujiza us joy. uliotutendea. And we will change Tunasema, for the hope we have. kwa We tumaini praise tuliokuwa nalo, you right tunakusifu now. sasa. Father, I declare, Baba, natamka. Father, I declare Baba, natamka. that I love you. Kwamba ninakupenda. I declare my everlasting Natamka. love for you. Upendo wangu wa milele It is kwako more than singing it. ni zaidi ya kuimba. Singing that you love God does not mean that you love God. Kuimba kwamba unampenda Mungu haimaanishi unampenda Mungu. It is your action that Ni shows. yale matendo yako ndio yanaonyesha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Bwana Lord. asifiwe. I'm not hearing a bigger Nasikia amen. amina kubwa. When we talk about love in this context, Tunatungia upendo kwenye we muktadha are huu. talking about a God-first lifestyle according to Bishop David Oyedepo. Tunazungumza kwa habari ya mfumo wa maisha wa kumweka Mungu mbele. God-first lifestyle. Mfumo wa maisha wa kumweka Mungu mbele. When you live a lifestyle where God is number one in your
priorities. Pale unapoishi maisha ambapo Mungu anakuwa wa kwanza kwenye vipaumbele In the vyako. economics, they taught us the scale of preferences, Mtunga Zaburi ametuonyesha where you write the things that matters to you, number 1, number 2, number 3. namna ya kuorodhesha kipaumbele chako. Unaandika kitu unachokipenda cha kwanza, cha pili, cha Even tatu. if you want to go to market Kama unataka kwenda sokoni and you have a little money and your need is more than the money you na have, una pesa kidogo na mahitaji yako ni makubwa zaidi ya pesa you uliokuwa nayo, draw a scale of preferences. utaandika orodha ya vitu kulingana The na ones that must unachokipendelea. Kile cha kwanza That one must be the most needed. ndicho unachokihitaji Even zaidi. though you didn't get others, Hata kama ukupata vingine, that first one must be sorted out. kile cha kwanza lazima ukipate. That scale of, God must be number 1 in your scale of preferences. Katika orodha yako ya vipaumbele, Mungu That anabidi is awe wa what kwanza. show that you love. Hiyo ndio inaonyesha kwamba unampenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it is the greatest commandment. Na upendo ni agizo kuu. Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Mathayo 22:37 mpaka 40. They came to ask Jesus, which one is the greatest of the commandment? Walikuja kumuuliza Yesu, agizo kuu ni lipi? The commandment in the law. Agizo la He upendo. said, thou shalt love Asema utampenda thy Lord. Thou shalt Bwana love the Mungu Lord wako. thy God Tampenda Bwana Mungu with wako all thy heart, kwa moyo wako with wote, all thy soul, kwa nafsi with yako all yote, thy mind. na kwa akili yako And he yote. said, this is the first Asa hii ni ya kwanza and the great commandment. na agizo And kuu. the second is like unto it, Na ya pili yafanana na hii, thou shalt love thy neighbor as thyself. umpende jirani yako kama And he nafsi said, yako. on these two commandments Asa katika amri hizi mbili hang all the law and the prophets. ndipo ukaa na kutegemea Torati na Everything you manabii. do in this kingdom is standing on your love for God. Kila kitu kwenye ufalme huu kimekaa katika upendo wako kwa Mungu. Serving without loving God will not deliver anything to you. Kutumika pasipo kumpenda Mungu hakutokupatia kitu. God first lifestyle. Mfumo wa kumweka Mungu wa What kwanza. is love in this context? Upendo ni nini kwa muktadha wetu? Kingdom priority lifestyle. Maisha ya kuweka ufalme wa Mungu Kingdom mbele. priority lifestyle. Maisha ya kuweka ufalme Matthew wa 6 Mungu verse kipaumbele. 33 lifestyle. Mathayo 6:33, Matthew mfumo 6:33 lifestyle. mfumo wa maisha ya Mathayo Seek 6:33. ye first Tafuteni kwanza God Mungu and all that concerns na him. vyote vinavyohusiana And naye, all these things, others are dying to get, na haya mengine yote ambayo wengine wanatafuta shall be kuyapata supernaturally added unto you utaongezewa kiungu. until you make him first. Usipomfanya Mungu kuwa wa kwanza, Hallelujah. haleluya, You will not be first in life. hautakuwa wa kwanza kwenye I've not maisha. seen anyone that made God first and be last in life. Sijawahi kuona aliyemweka mtu wa kwanza, Seek. Mungu wa kwanza akawa wa mwisho. The lifestyle of seeking God first Maisha ya kumtafuta Mungu kwanza and all that concerns God, na yote yanayohusiana na Mungu, and he will cause other things, na atasababisha vitu vingine vyote including his glory, pamoja na utukufu wake to be added unto you. viongezwe kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What is this love we are talking about? Upendo huu ni nini tunaoongelea? Thirdly, Cha tatu, blessing God above all else, including yourself. kumweka Mungu juu ya vyote ikihusisha na wewe Blessing mwenyewe. God above all else, Kumweka Mungu juu ya vyote ikihusisha wewe mwenyewe, including yourself. ikihusisha na wewe mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What is this God? What is this love we are talking Upendo huu about? ni nini tunaoongelea? Obeying God no matter the cost. Kumtii Mungu pasipo kujalisha gharama. Whether when you are doing it only when it's convenient, love is not there. Unapofanya tu pale kwa sababu unaweza, basi upendo hauko hapo. Obeying God with no matter the cost. Kumtii Mungu pasipo kujalisha gharama. What is this love? Upendo huu ni nini? Loving what God loves. Kupenda kile Mungu anachokipenda. Loving what God loves. Kupenda kile ambacho Mungu anakipenda. If you love God, you must discover what does He love. Kama unampenda Mungu If you utagundua nini love anachokipenda. what He loves, Kama utapenda anachopenda Mungu, He's a proof that you love Him. huu ni uthibitisho kwamba unampenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I want you to know Nami nataka ujue that love kwamba upendo is not a gift. sio karama, It is a choice. ni uchaguzi. It's a choice of the Ni wise. uchaguzi wanaofanya watu wenye hekima. But your choice must be powered by the Holy Ghost. Lakini uchaguzi wako lazima utiwe nguvu na Roho Mtakatifu. Peter loved God, loved Jesus. Petro alimpenda Yesu. Jesus asked him, Yesu akamuuliza. I'll read John 21, reading from verse 17 thereabout. Yohana 21 kuanzia, Simon, son of Judas, alimuuliza Petro, lovest thou me more than this? unanipenda kuliko hao wengine? Let's start from verse 15. Kuanzia mstari wa He 15. said, you know I love you. Akasema unajua ninavyokupenda. He said, if you love me, Sasa kama unanipenda mimi, feed my lambs. lisha kondoo He wangu. asked the second time. Akamuuliza mara ya And he asked pili. the second time. Akamuuliza mara ya The pili. truth is this. Ukweli ni hivi. Truly Peter loved Jesus. Kiukweli Petro alimpenda Yesu. When Jesus was arrested, Yesu alipokamatwa, where were other disciples? mitume wengine walikuwa wapi? Only
only say Peter denied Jesus. Ni Petro tu tunasema kwamba alimkana Have you Yesu. asked what of other disciples? Where were Lakini they? ulishawahi kujiuliza mitume wengine walikuwa wapi? Every one of them flee. Kila mmoja alikimbia. But Peter was afar off. Lakini Petro alimfuatilia kwa Somebody mbali. shout hallelujah. Sema hallelujah. He loved. Alimpenda. Even he demonstrated it when they came to arrest Jesus. Alidhihirisha pale walipokwenda kumkamata He Yesu. carried a sword Alichukua upanga and cut Marcus' ear. na akakata sikio la askari. Jesus said it's not like this. Yesu akasema tufanye hivyo. He loved. Alimpenda. But that love was not powered. Lakini upendo wake ulikuwa hujatiwa That was nguvu. when a maid asked him, Ndio maana yule binti alipomuuliza, do you know this man? je, unamjua mtu huyu? He said, I don't know. Asa simjui. Even we came here to kill him together. Hata tumekuja hapa tushirikiane kumuua. Praise the Lord. Bwana Because the asifiwe. love was not Kwa powered. sababu upendo wake ulikuwa hujatiwa nguvu. The same Simon Peter. Petro huyo In huyo Acts chapter 2, reading from verse 2. katika Matendo sura ya 2 mstari wa 2. Holy Ghost came Roho Mtakatifu alipokuja in the day of Pentecost. katika siku ya Like Pentekoste a mighty rushing wind. kwa upepo uenda ukasi, Empowered Peter. alimtia nguvu Petro And among the disciples, miongoni mwa mitume. Peter stood up Petro akasimama and preached a sermon. akahubiri And verse ujumbe 37 and 38. ile Amos The Bible 33. said this, his sermon pricked the heart of the Jews. Anasema ule ujumbe wake ukagusa mioyo ya He Wayahudi. was addressing them. Alikuwa So this anahubiria Jesus, the person that denied Jesus, mtu yule alimkana Yesu. was not telling them, this Jesus you crucified. Sasa alikuwa anawaambia Yesu mliyemsulubisha, Because his love was empowered. kwa sababu hapo upendo wake ulikuwa umetiwa nguvu. Is somebody understand what I'm saying? Kuna mtu anaelewa anachosema? Love is a choice. Upendo ni uchaguzi, And that choice have to be empowered. na uchaguzi huo inabidi utiwe That is nguvu. why you need the spirit of love. Ndio maana unahitaji roho wa upendo. That will help you love God unconditionally. Utakusaidia umpende Mungu pasipo That vigezo. will help you love God lavishly. Utakusaidia umpende Mungu kwa furaha. Hallelujah. Hallelujah. That will make you love God without apology. Utakufanya umpende Mungu pasipo kuwa na udhuru. And that spirit is coming upon you Na alive roho hiyo today. inakujia juu ya maisha yako. That spirit is coming alive Roho upon hiyo you inakuja today. juu ya maisha yako. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. And if you love God, Na kama unampenda Mungu, there are proofs. kuna vithibitisho. There are proofs. Kuna vithibitisho. Hallelujah. Haleluya. We can't talk about love Hatuwezi kuzungumzia upendo without you knowing pasipo kujua that the love of God is not by saying it. kwamba upendo wa Mungu uko kwenye kusema, It is by doing it. uko kwenye kutenda. Love is not theoretical. Upendo si nadharia. Love is practical. Upendo ni wa vitendo. Hallelujah. Haleluya. You cannot love God Hawezi kumpenda Mungu and not know that you love God. na usijue kwamba unampenda Mungu. You cannot love without knowing. Hauwezi kumpenda pasipo kujua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you love your children, you know. Kama unawapenda watoto wako If you unajua. love your spouse, you know. Kama unampenda mwenza wako Even though unajua. you are pretending, you know within you. Hata kama unaigiza If you unajua love ndani yako. God, you know. Kama unampenda Mungu unajua. The Bible says in 2 Corinthians chapter 8 verse 8 Wakorintho wa 2:8 that you should show the sincerity of your love. muonyeshe ule uhalisi wa upendo wake. That's why it is your action. Ni yale matendo yako. So how sincere you are in your love by what you do. Onyesha unamaanisha nini katika upendo wako kwa kile unachokifanya. What are the proofs of love? Vithibitisho vya upendo ni nini? Number 1, Cha kwanza, if you love God, kama unampenda Mungu, you will love his word. utapenda neno lake. Anyone that claims to love God Yote anayesema anampenda and Mungu despise his word na anadharau neno lake, does not love God. huyo hampendi Mungu. Because God and his Kwa word, sababu Mungu na neno lake they are inseparable. hawatengani. Whatever God is, Chochote ambacho Mungu that is ndivyo, what the word is. ndivyo neno You lilivyo. can't separate a man from what he says. Hauwezi kumtenga mtu na kile anachosema. Even after many years, Hata baada ya miaka they mingi, still quote man and add what he says. bado anamkamata mtu kwa kile alichokisema. Even many people have died. Hata kama watu wengi wamekufa, When you hear the word, you know it is the man. unaposikia neno unajua ni mtu yule. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. That is the same way about God. Ndivyo ilivyo kuhusiana na Mungu. You cannot love God Hauwezi kumpenda Mungu and hate his word. na ukachukia neno lake. Psalm 119 verse 97 to 100. Zaburi ya 119 Psalm 119 verse 97 mpaka 100. The psalmist, the lover said, oh, how I love thy law. Anasema ninaipenda sana sheria yako. It is my meditation Ndio kutafakari kwangu all the day. mchana kutwa. And verse 98. Mstari wa 98. That through thy commandment have made me wiser than my enemies. Maagizo yake hunitia hekima kuliko adui zangu. You have to be wiser than your enemies in order to defeat them. Inabidi uwe na hekima kuliko adui zako ili uwashinde. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For they are ever with me. Kwa maana ninayo siku zote. If countries are fighting, the one that will defeat is the one that gathered intelligence more than the other. Kama nchi zinapigana, nchi itakaoshinda ni ile ambayo imejipanga kiakili kuliko You nyingine. need wisdom to defeat your enemies. Unahitaji hekima kushinda adui zako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say, you have made me wiser than my enemies. Umenifanya kuwa na hekima kuliko adui Because zangu. I love thy
thy law. Kwa sababu naipenda sheria yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you love God, you will love his word. Kama unampenda Mungu utapenda neno lake. And verse 162. Mstari wa 162. Look at the lover, the way he's celebrating the word of God. Tazama huyu ampendaye Mungu anavyolifurahia neno la Mungu. I rejoice at thy word. Nalifurahia neno lako. As one that have findeth a grace point. Kama mtu apataye mateka mengi. Number 2, if you love God, cha pili, kama unampenda Mungu, you will obey him. utamtii. The love of God is to keep his commandment. Kumpenda Mungu ni kushika amri zake. John 14:21. Yohana 14:21. If you love God, kama unampenda Mungu, everything you say, you will jump at it. kila kitu atakachosema He utakitendea that kazi. had my commandment and keepeth them, Aliye na amri zangu na kuzishika, he is him that loveth me. yeye ndiye And he anipendaye. that loveth me shall be loved of my Na Father. anipendaye atapendwa na baba And I will yangu. love him. Nami And I will nitampenda. manifest myself to him. Nitajidhihirisha kwake. Praise the Bwana Lord. asifiwe. I will love him Nitampenda if you keep my commandment. kama mkizishika 1 amri John zangu. chapter 5 verse 7. Waraka wa kwanza Yohana 5:3. This is his command. This is the love of God. Huku ndiko kumpenda Mungu, That we keep his commandments. kwamba tuzishike amri zake. And his commandments are not grievous. Na amri zake si nzito. 1 John chapter 5 verse 7. Waraka wa kwanza Yohana The 5:3. love of God is defined by keeping his commandments. Upendo wa Mungu unadhihirika kwa And his kutunza commandments maagizo yake. are not grievous. Na maagizo yake si God will mazito. never tell us to do what he have not empowered us to do. Mungu hawezi kutuambia tufanye kile ambacho hajatuwezesha kufanya. Everything he commanded his creature for us to do. Kila kitu anachoamuru kwenye maandiko ili It's tukifanye because we can do ni it. kwa sababu tuna uwezo wa If we kufanya. can't obey them, Kama hatuwezi kutii, he's not a taskmaster. yeye siye mtumikishaji. He will not give us to do what we can do. Hawezi kutupatia tufanye His kile ambacho hatuwezi commandment kufanya. is not grievous. Maagizo yake si mazito. If you love God, Kama unampenda Mungu. number 3, Namba 3, you will serve him. utamtumikia. You will serve him. Utamtumikia. He told Simon Peter in John 21 verse 17. Alimwambia Petro, Simon, if you love me, feed my lamb. Yohana 21:17. Go after the lost soul. Petro, kama unanipenda lisha Go kondoo after the wangu. sheep. Fuatilia nafsi, fuatilia Go kondoo, after the lost. fuatilia waliopotea. Running after souls is a proof of love. Kukimbilia nafsi ni uthibitisho wa upendo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. When you are dragging your feet towards soul winning and soul establishment, Unapovuta miguu kwa habari ya shughuli za kuvuna nafsi na kuthibitisha nafsi, check your love for God. tazama upendo wako kwa Mungu. Is dying. Unakuwa ukifa. Last Wednesday I talked about disappearance of first love. Jumatano iliyopita nilizungumzia kupotea kwa upendo wa kwanza. Disappearance of first love. Kupotea kwa ule upendo wa kwanza. Many people you used to love, Watu wengi walipenda but mwanzoni, it have disappeared. lakini imepotea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have to go back and take that first love. Inabidi uende ukachukua ule upendo wa kwanza. What do we mean by first love? Tunapozungumzia upendo wa kwanza tunamaanisha nini? When you got born again, the love was burning in your heart. Ni wakati ule ulipookoka upendo ulikuwa unawaka moyoni mwako. Everything about God turns you up. Kila kitu kuhusiana na Mungu kilikuwa kinakutia moyo na Oh, kukusukuma. coming to church, you want every day to be service. Ulikuwa unatamani kuwepo kila wakati ibadani. Now every day is service, nobody sees you. Sasa hivi watu hawakuoni tena ibadani. You only come on Sunday and go. Unakuja tu Jumapili na kuondoka. Go and return to your first love. Nenda ukarejee kwenye upendo wako wa kwanza. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. If you love God, Kama unampenda Mungu, you will serve him joyfully. utamtumikia kwa furaha. Number 4. Namba 4. If you love God, Kama unampenda Mungu, you will love his house. utaipenda nyumba yake. Psalm 122 verse 1. Zaburi ya 122 mstari wa I kwanza. was glad when they say unto me, Na nilifurahia waliponiambia, let's go into the house of the na Lord. twende katika nyumba ya Bwana. Let's go. Na twende. And he's a man that appears here 7 times a day. Na ni yule mtu alikuwa akitokea nyumbani mwa Mungu mara No, 7 kwa 10 times siku. a day. Mara 8 kwa siku. Because he goes there to praise God for 7 times. Kwa sababu mara 7 alikwenda kumsifu Mungu. Psalm 119 verse 164. Zaburi ya 119 And mstari wa he 164. goes there to pray for 3 times. Anakwenda pale kuomba mara 3 Say, I hekaluni. was glad Hasa alifurahi when they say, let's go to the house of the Lord. waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Psalm 84 verse 1 to 4. Zaburi 84 1 mpaka Psalm 4. 84 verse 1 to 4. Zaburi 84 1 mpaka 4. How amiable are thy tabernacle, O God of hosts. Hema yako yapendeza, Mungu wa majeshi. My soul longeth. Nafsi yangu imezionea Yea, kiu. even fainted for the court of the Lord. Nimezionea kiu. My heart and my flesh cried out for the living God. Nafsi yangu na moyo wangu wamlilia Mungu aliye Yea, hai. the sparrow have found an house.
nguvu zake nimepata nyumba. They swallow a nest for herself. Na kushauriana. And he said, where she may lay her young, even thy altars. Anasema alipowaweka makinda yake Oh, God madhabahuni. of hosts, Mungu wa majeshi, my King and my God. mfalme wangu na Mungu wangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Say, blessed are they that dwell in the house. Heri wakao nyumbani mwako, They shall be still be praising thee. watakusifu daima. Verse 7. Mstari wa 7. They go from strength to strength. Uendelea toka nguvu hata nguvu. Every one of them in Zion appeared before the Lord. Kila mmoja wapo Sayuni utokea mbele za Bwana. Verse 10. Mstari wa 10. Verse 10. Mstari wa 10. For a day in thy courts Siku moja katika nyua zako is better than 1,000. ni bora kuliko siku 1000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God Ningependa kuwa mtunza mlango nyumbani mwa Mungu than to dwell in the tent of wickedness. kuliko kukaa katika hema za maovu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Those who hide themselves Wale wanaojificha in the house of God katika nyumba ya Mungu cannot be touched with the wickedness in the world. hawezi kukwepa uovu wa duniani. And that's a promise we make to God every time. Ndio ahadi tunaiweka mbele za Mungu. The psalmist said in Psalm 23 verse 6, Zaburi 23 mstari wa 6. surely goodness and mercy shall follow me Akawema na fadhili zitanifuata all the days of my siku life, zote za maisha yangu, and I will dwell. nami nitakaa. It is not visiting, he said I will dwell. Sio kutembelea tu, There is a nitakaa. difference between dwelling and visiting. Kuna tofauti kati ya kukaa na Many kutembelea. of us are visitors in the house of the Lord. Wengi wetu ni watembeleaji ama wageni nyumbani mwa Mungu. And you know that in a house, Na unajua katika nyumba, somebody dwelling have access to a lot of things yule mtu ambaye hakai apati vitu vingi. than somebody visiting. Yule mtu anayekaa nyumbani anapata Your vitu vingi visitor, there kuliko are mgeni. places he does not enter. Mgeni kuna mahala haingii. Even in some homes, Hata kwenye baadhi ya you nyumba have visitors room. kuna chumba cha mgeni. He is restricted to visitors room. Yaani hicho chumba kimeandaliwa tu kwa ajili ya wageni. But he that dwells with you, Lakini yule anayekaa na wewe siku zote he has access to kitchen. anaweza kwenda jikoni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Anytime he wants Jacola, he go there and eat. Kila wakati anataka chakula na kwenda kula. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because he's dwelling. Kwa sababu yeye anakaa pamoja na wewe. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. But a visitor has no right. Yaani mgeni hana haki Food nyinginezo. are served to a visitor. Chakula anahudumiwa mgeni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The psalmist say, I would dwell. Tukasema sana nitakaa. You are missing a lot of things by being a visitor. Unakosa vitu vingi kwa kuwa mgeni. Coming only on Sunday, Unakuja tu Jumapili, another Sunday, Jumapili nyingine, and there are people who comes 2 times a month. na kuna watu wanakuja mara 2 kwa mwezi. If they come this, another time they won't come. Wanakuja wakati mwingine hawaji. Hallelujah. Haleluya. God will deliver such a person. Mungu atamkomboa mtu namna You hiyo. know, there are forces in Zion that makes us go from strength to strength. Unajua kuna nguvu ziko Sayuni zinatufanya tukue toka nguvu hata nguvu. Finally, if you love God, Mwisho kama unampenda Mungu, you will give to him utatoa matoleo kwa ajili the yake cause of his kingdom. na kutoa kwa ajili ya kusogeza mbele ufalme wake. You cannot love without giving. Hauwezi kupenda pasipo kutoa. Though you can give without love. Ingawa unaweza kutoa pasipo kupenda. Every lover is a giver. Kila mtu mwenye kupenda ni John mtoaji. 3 verse 16. Yohana God 3:16. so loved the world. Mungu aliupenda sana And ulimwengu, he gave. akamtoa, And he gave. akatoa. And if you love, Kama unapenda, you must show it by giving. lazima udhihirishe kwa Giving to kutoa. God Kutoa kwa Mungu and giving to the cause of his na kingdom. kutoa kwa ajili ya kupeleka mbele ufalme You're wake. eating your tithe show that you don't love God. Kula kwako fungu lako la 10 kuonyesha If kumpenda you Mungu. love God, paying tithe will be like breathing to you. Kama unampenda Mungu, kutoa fungu la 10 itakuwa ni kama If you kupumua love kwako. God, coming with a worship offering will not be an issue. Kumpenda Mungu kwako haitakuwa ngumu kuja na sadaka ya If you kuabudu. love God, giving seed towards transportation will not be an issue. Kama unampenda Mungu, kutoa sadaka kwa ajili ya usafirishaji haitakuwa You tatizo. can't claim to love him where we are withholding his blessing upon your life. Hauwezi kusema unampenda na unazuia baraka zako juu ya maisha That's yako. why you need the spirit of love. Ndio maana unahitaji roho ya upendo And receive it today na uipokee leo in the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo. Secondly, we look at the spirit of wisdom and understanding. Cha pili tunatazama roho ya hekima na ufahamu. Isaiah 11 verse 1 and 2 Isaya 11:1 na made 2. us understand there is another dimension of the Holy Spirit called the spirit of wisdom. Inatufanya tuelewe kuna kiwango kingine cha Roho Mtakatifu kinachoitwa roho ya hekima. There shall come forth a rod out of the stem of Jesse, Basi and a branch shall grow out of his roots. itachipukiza shina kutoka kwa Yese na tawi litokalo katika And the mizizi yake. spirit of the Lord shall rest upon him. Na roho ya Bwana atakaa juu yake. The spirit of wisdom and Roho understanding ya hekima na ufahamu is another dimension
of operation of the Holy Spirit. Hiki ni kiwango kingine cha utendaji wa Roho It Mtakatifu. is a raw manifestation of the wisdom of God in a mortal man. Ni ule uthibitisho halisi wa hekima ya Mungu kwa mwanadamu. It is a wisdom that generates mighty works. Ni hekima ndio inayozaa matendo makuu. Hallelujah. Hallelujah. Remember in Proverbs chapter 4 verse 7. Mithali 4:7. The Bible says wisdom is a principal thing. Inasema bora hekima, ama hekima ni kitu cha Therefore, muhimu. get wisdom. Hivyo sasa ipate In every hekima. area of your life you need wisdom. Katika maeneo yote ya maisha yako unahitaji hekima. And you know in Proverbs chapter 3 verse 35. Mithali The 3:35. Bible says the wise shall inherit glory. Biblia inasema mwenye hekima ataurithi The utukufu. glory of God we are talking about Utukufu wa Mungu tunaozungumzia is for the wise. ni kwa ajili ya wenye And that hekima. is why you need the spirit of wisdom Ndio maana unahitaji roho ya hekima for you to access the glory of God. ili uweze kupata utukufu wa Mungu. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Hekima ni jambo la muhimu, hivyo pata hekima. And in all you're getting, get Na understanding. katika mapato yako yote pata ufahamu. This spirit of wisdom is our access to light and illumination Roho hii ya hekima ndio inatupatia nuru na uvuvio from the word of God. kutoka kwenye neno la Mungu. This spirit empowers you to draw lesson from everything you see or observe. Roho hii inakuwezesha kupata somo kwenye kila kitu unachoona na You kutazama. draw lesson from everything you see or observe. Yaani unapata masomo When kwenye this kila spirit is unachoona upon na you, kutazama. Roho hii inapokuwa juu yako. it is that spirit that empowers you inside from studies. Na hii ndio roho inakuwezesha kwa ndani ili kuweza kusoma. But understand that the spirit of wisdom Elewa kwamba roho ya hekima is a spiritual virtue ni nguvu ya kiroho that cannot be intellectually earned. ambayo haiwezi kupatikana katika masomo ya You shule don't get it in school. au ipati shuleni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is imparted by God. Unaipokea kutoka kwa Mungu. Job 32 verse 7 to 9. Yohana 32:7 They are mpaka looking for 9. this wisdom, they can't find it. Walikuwa wanaitafuta hii hekima wa kuipata. Job 32 verse 7 to 9. Ayubu 32:7 Say, mpaka I 9. said, Nikasema days should speak. siku Multitude of zitanena years should teach wisdom. na wingi wa miaka utafundisha hekima. But there is a spirit in a man, Lakini kuna roho iko ndani ya mwanadamu the inspiration of the Almighty, na pumzi ya Mwenyezi that giveth him understanding. wapa ufahamu. Hallelujah. Haleluya. He said, great men are not always wise. Anasema watu wakuu wakati wote si watu wenye hekima, Neither do the age understand judgment. wala sio wazee watambua hukumu. Older does not mean wiser. Kuwa mzee au mwenye umri mkubwa haimaanishi na hekima. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When this spirit is upon a teenager, Roho hii inapokuwa ndani ya kijana mwenye umri wa he miaka will be 10 na wiser than an old man and old woman. atakuwa na hekima kuliko mzee na It mtu is mzima. not earned intellectually. Haipatikani katika masomo ya It shule, is given by God. inapokelewa toka kwa Mungu. Deuteronomy 34 verse 9. Kumbukumbu la Torati 38:9. The man called Joshua got it Mtu aitwaye Yoshua aliipata by the laying hand of Moses. kwa kuwekewa mikono na Musa. The Bible says, and now Joshua the son of Nun Yoshua mwana wa Nuni was full of the spirit of wisdom, alikuwa amejaa roho ya hekima, for Moses have laid his hand upon him. kwa kuwa Musa alikuwa amemwekea mikono juu yake. God is the one that gives it. Mungu ndiye anaitoa hii roho. In 1 Kings chapter 4 verse 29. Wafalme wa kwanza 1 4:29. Kings chapter 4 verse 29. Wafalme wa kwanza 4:29. Solomon did not get it by going to school. Sulemani hakuipata hii kwa But he kwenda said shule. God gave Solomon wisdom and understanding. Linasema Mungu alimpa Sulemani Exceeding hekima much na and uelewa largeness of heart, na ufahamu mkubwa even at the sand that is on the kama seashore. vile mchanga ulioko katika ufuko wa And bahari. verse 31. Mstari ule wa 31. Verse 31. Mstari wa Said 31. he was wiser than all men. Alikuwa na hekima kuliko watu wote. They started naming the wise men in his time. Akaanza kuwataja watu hekima wakati wake. And God gave him. Mungu alimpatia. Also, Apostle Paul got it through God. Mtume Paulo naye aliipata kupitia Mungu. Peter testified about Apostle Paul. Petro alishuhudia kuhusiana na Mtume In 2 Paulo. Peter chapter 3 verse 15 and 16. Petro wa pili 2 3:16. Peter chapter 15 and 16. Petro wa pili 3:15 na He 16. said, an account that the long suffering of our Lord is salvation. Kwa imara wa wokovu wetu ni katika wokovu. Even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, have written unto you. Hata ndugu yetu mpendwa Paulo kulingana na hekima aliyopewa ametuandikia. As also in all his epistles, speaking in them of this thing, which some things are hard to understand. Hata katika nyaraka zake amekuwa akinena mambo ambayo mengine ni magumu kuyaelewa. He said, which they that are unlearned and unstable, they are struggling to understand what he's writing. Na mambo hayo watu wasiokuwa na elimu, wasio imara huyapotoa. But Apostle Peter was saying, Paul got this thing from God.
Lakini mtume Paulo anasema Mungu alimpa hekima hii Paulo. And God have not changed. Na Mungu hajabadilika. You will get it today. Utaipata leo. I say we will get it today. Utaipata leo. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. This wisdom Hekima hii is a gift from God. ni zawadi ama karama toka kwa Mungu. He gave it to Joseph. Alimpa Yusufu. And the glory of Joseph was seen. Na utukufu wa Yusufu ulionekana. In Genesis chapter 41 verse 16. Mwanzo 41:16. Genesis 41 verse 16. Mwanzo 41:16. Joseph said unto the king, Yusufu akamjibu Farao, it is not a me. si mimi. God shall give favor and answer of peace. Mungu atampa Farao majibu ya amani. The answer, the wisdom Joseph displayed when they brought him to Pharaoh. Hekima ambayo Yusufu alionyesha alipopelekwa kwa Farao. It was God that Ilikuwa ni Mungu aliyefanya. God will give it to you. Mungu atakupatia na wewe. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. What are we saying? Tunachosema ni nini? You need this wisdom. Unahitaji hekima hii. And as you desire it today, Na kadiri unavyotamani leo, you shall get it. utaipata. You shall get it. Utaipata In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. And I want to hear you shout a louder Nataka amen. nikusikie ukisema amina kubwa. Be filled with the spirit of wisdom and Ujazwe understanding. roho ya hekima na ufahamu. In the name of Jesus Christ, Katika jina la Yesu Kristo. you are blessed. Mbarikiwa. Today is our covenant day of vengeance. Leo ni siku ya kiagano ya But I kisasa. want to say some things to you. Na nitasema baadhi ya vitu kwako And before we rise to pray, kabla hujasimama kuomba. first of all, understand Cha kwanza elewa that God kwamba Mungu we serve tunayemtumikia is a loving God ni Mungu mwenye upendo and also a God of vengeance. na pia ni Mungu wa kisasi. God we serve, Mungu tunayemtumikia He killeth and make it alive. anaua na kuhuisha. 2 Samuel Samueli wa pili chapter 2 verse 16. sura ya pili mstari ule He wa is a loving 16. God. Ni Mungu mwenye upendo. And is check it verse 2, check it, man. He said the Lord that killeth and make it alive. Ni Bwana mwenye kuua na First kuhuisha. Samuel Samueli wa kwanza chapter 2 verse 16. sura ya pili mstari wa The 16. Lord that killeth and make it alive. Mungu auae na kufanya vitu kuwa hai. There are two sides of God. Kuna pande mbili za Mungu. He killeth and make it alive. Anaua na kuhuisha kufanya kitu Verse kiwe 6, hai. not 16, verse 6. Mstari wa 6 sura 16. First Samuel chapter 2 verse 6. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa The 6. Lord that killeth and make it alive. Bwana huua naye hufanya He kuwa hai. bringeth down to the grave. Hushusha hata kuzimu, He bringeth up. tena huleta juu. Verse 7. Mstari wa 7. The Lord maketh poor and maketh rich. Bwana hufarikisha kumfanya mtu There are maskini many na people who are kumtajirisha. poor. God made them poor. Kuna watu wengi ni maskini, Mungu amewafanya wawe maskini. Praise the Lord. Bwana asiwe. Not the Christians. Not his saints, not his people. Sio watakatifu wake. And he said he bringeth low and bringeth up. Anasema yeye hushusha tena uinua juu. Verse 8. Mstari wa 8. This is the God we have. Huyu ndio Mungu tuliokuwa He naye. raises up the poor out of the dust Humwinua mnyonge toka and mavumbini. lifted up the beggar from the dunghill Humpandisha mhitaji and kutoka set jani. them among princes Ili amketishe pamoja na to wakuu. make them inherit the throne of glory. Wakarithi kiti cha enzi cha utukufu. Praise. This is the kind of God we serve. Huyu ni Mungu The tunayemtumikia. God that killeth and maketh Mungu alive. anayeua na kuuisha. Understand him. Muelewe Mungu huyu. What are we saying? Tunachosema ni nini? Vengeance belongs to him. Kisasi ni mali ya Bwana. Romans 12 verse 19. Warumi He said, 12:19. don't avenge yourself. Vengeance belongs to God. Msijilipize kisasi, kisasi hutoka kwa Bwana. Vengeance is mine and I will repay. Kisasi ni changu nami nitakilipa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And what does vengeance means? Kisasi maana yake ni nini? What do we mean by vengeance? Tunamaanisha nini tunaposema That kisasi? is engaging God Huko ni kumhusisha in the Mungu battles of your life katika vita ya maisha yako so as to command triumph in life. ili kuamuru ushindi katika When we maisha. say covenant day of vengeance, Tunaposema siku ya kiagano ya we are kisasi, here to engage God tuko hapa in kumhusisha the Mungu battles of our life. katika vita vya We maisha are here yetu. to say to God, Tuko hapa kumwambia we Mungu, can't fight this battle. hatuwezi kupigana vita Come hivi. and fight this battle for Bwana us. tupiganie sisi. I gave example during the second service. Toa mfano kwenye ibada ya During the kwanza. first service. Kwenye ibada ya kwanza, In 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Nyakati wa pili 20:12. Seven nations came against Jehoshaphat and the
people of Judah. Mataifa watatu walikuja kinyume na Yehoshafati na Their watu wa Yuda. military might cannot fight the nation. Nguvu yao ya jeshi ilikuwa haiwezi kupigana na majeshi matatu. They proclaim a fast. Lakini wakatangaza mfungo. Everyone fasted. Kila mmoja akafunga. And in their prayer they say, God, we hand over this battle. Katika maombi yao wakasema, Mungu tunakukabidhi vita hii. Put back that scripture. Rudisha lile andiko. You see the wording of their prayer. Unaona maneno ya maombi They yao. say, oh our God. Wasema, Mungu We wetu. dare not judge them. Je, hutawahukumu? That is a vengeance prayer. Maombi ya kisasi For ni we nini? have no might against this great company Maana sisi hatuna uwezo that juu ya have jamii come kubwa against us. wanaotujia sisi, Neither know we what to do, wala hatujui tufanyeje, but our eyes are upon you. lakini macho yetu yatazama kwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Verse 13. Mstari wa Our 13, eyes are upon you. macho yetu tumeelekeza Bible kwako. says all Judah stood before the Lord Wakasimama wote mbele za Bwana, with their little ones, wadogo, their wives and their wake children. zao na watoto wao. Hallelujah. Haleluya. And God told them what to do. Mungu akawaambia nini cha Say kufanya. this fight belongs to me. Asa hii vita ni ya kwangu. Like that day you'll be singing. Asa lakini sikio mtaimba, Stirring me up, I will be fighting. tanichochea mimi In nipigane. verse 22 to 24. Mstari wa 22 na 24, As they began to sing and to praise, walipoanza tu kuimba na kusifu, and the Lord came, Bwana akashuka, set ambushment against the children of Ammon, akaweka waviziao and dhidi ya wana wa Moab and Moabu Mount na Moabu na mlima which Seiri, were come against Judah, walioinuka kinyume na Yuda, and they were smitten. nao wakapigwa. The Lord that killed. Bwana auaye. For the children of Ammon and Moab stood against the inhabitants of Manasseh, Kwa maana wana wa Amoni na Moabu walisimama kinyume na wenyeji wa utterly mlima to Seiri stay and to destroy them. ili kuwaharibu. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, Walipoharibu wale wenyeji wa Seiri, everyone helped to destroy one another. kila mmoja wapo akamgeukia mwenzake kumharibu. That's the way your enemies will be fighting each other. Ndivyo ambavyo maadui zako watapigana They wenyewe kwa have gang wenyewe. up against you, they will begin to fight each other. Wamekusanyana kinyume nao, wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. And when Judah came, Na Yuda walipokuja, they look and behold, they were dead bodies, walitazama maiti nyingi fall to the earth, all of them falling to the earth, zimeanguka kwenye nchi, and none escaped. wala hapana aliyeokoka. None of your enemies will escape today. Hakuna adui yako They will ataepuka not leo. escape the vengeance of God Hawataepuka today. kisasi cha Mungu leo. But what happened? Nini kilitokea? These people handed over the battle to God. Watu hao walikabidhi vita kwa Mungu. Why you have been defeated is you are fighting the battle that is bigger than you. Umekuwa ukishindwa kwa sababu unapigana vita iliyokuwa kubwa Many kuliko people are wewe. fighting the battle bigger than them. Watu wengi wanapigana vita kubwa kuliko wao. A covenant day of vengeance Siku ya kiagano ya is kisasi a day to hand over your battle to ni siku God. ya kukabidhi vita vyako kwa Mungu. You can be defeated in a battle, Unaweza ukashindwa kwenye vita, especially the one bigger than you. kimaalum ile vita kubwa kuliko wewe, But God cannot be defeated. lakini Mungu hawezi kushindwa. He is a man strong in battle. Ni mwanadamu imara katika He is vita, a man of war. ni mtu wa vita, He knows how to fight war. anajua namna ya kupigana vita. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. That is why we are here today. Ndio sababu tuko hapa To leo, hand over our battle to God. tukabidhi vita vyetu kwa Mungu. Understand, secondly, that vengeance is God's strategy Elewa cha pili kwamba kisasi ni mpango wa Mungu to put an end to every assault of the wicked in the lives of his children. ili kukomesha mateso yote ya mwovu katika maisha ya watoto wake. God wants to say to every wickedness of the wicked, enough is enough. Mungu anataka kuambia kila aina ya uovu wa mwovu kwamba He yatosha, wants to tell yatosha. them it is over. Anataka kuambia imetosha, And he will not just say he will punish them. na hatosema tu bali atawapa na adhabu. Everything evil they have done to you, Kila kitu kibaya walichokutendea it will return back to them sevenfold. itarejea kwao mara saba. It will return back to them Itarejea kwao sevenfold. mara saba In the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa, I want you to understand, na nataka uelewe vengeance put an end kisasi ndio to kinakomesha every wickedness of the wicked in your life. kila uovu wa mwovu katika maisha yako. Psalm 7 verse 9. Zaburi ya 7 Oh, mstari wa let the 9. wickedness of the wicked come to an end Bwana, uovu wa mwovu ukome. until it comes to an end. Usipokoma uovu wa mwovu, They will continue their wickedness. wataendelea uovu wao, And God destroy for them to come to an end. na Mungu anawaharibu ili uovu wao ukome. In Exodus chapter 12 verse 12. Ezra 12:12. God first of all, you know how God fight? Unajua namna Mungu anaopigana? He first of all dealt with the gods of Egypt. Cha kwanza alishughulikia laana. And you know, the gods of Egypt was the one empowering Pharaoh. Ile miungu ya Misri ndio ilikuwa inamtia When nguvu Moses said, Farao. go, God said, let my people go. Musa alipomwambia waache watu wangu waende, And Pharaoh will say no. na Farao angesema hapana, Because there was where he's getting his power. kwa sababu kuna mahali alikuwa anapata nguvu zake. But after God unleashed all the plague,
Baada ya Mungu kupiga mapigo yote, Pharaoh couldn't let them go. Farao kuacha waende. And God said in verse 11, Mungu akasema mstari wa 11, there is another plague I will use. kuna pigo moja nitalipiga. No, Exodus chapter 11. Kutoka, I will use one plague. nitapiga pigo moja. And he told Moses what to do. Akamwambia Musa nini cha kufanya. And God told him in verse 12, Exodus 12:12. Kutoka 12:12, 12, I will pass through the land of Egypt tonight. nitapita nchi ya Misri usiku huu. And I will smite all the firstborn, Nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza both manner, and against all the gods of Egypt. wa mwanadamu na mnyama. Nitafanya hukumu dhidi ya I miungu will yote ya say Misri. good judgment. Nitafanya hukumu. And God did that. Na Mungu akafanya hivyo. Pharaoh was powerless. Farao akapoteza Pharaoh nguvu. came waking up Joseph, waking up Moses. Hakuweza At night, say you people can go. baada sasa ya kupata lile pigo la miungu akasema mnaweza kwenda. Because everywhere there was a cry of death. Kwa sababu kila eneo kulikuwa na kilio cha Death mauti. causes everywhere. Kilio kilikuwa kila eneo. They have to let the people go. Ilibidi waruhusu watu waende. Until God kills that enemy, Mungu asipomua huyo adui, they will not let you go. hawatakuacha uende. Until God kills that witch, Mungu asipomua huyo mchawi, they will not let you go. hawatakuacha uende. Exodus 18 verse 22. Kutoka It 18:22. says, suffer not a witch to live. Simwache mchawi akaishi. A witch you don't destroy today. Mchawi usimharibu leo. Is it 22:18? The witch you don't destroy today, 22:18 22:18, will continue to be witch. Mchawi usiyemuua leo ataendelea kukuloga. Suffer not a witch to live. Usimwache mchawi We kuishi. don't allow him to live. Kill him. Usimruhusu aishi, muue. Kill that witchcraft and that witch and wizard. Muue mchawi na mshirikina. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Isaiah chapter 6 verse 1. Isaya 6:1. Isaiah say, he say, in the year Katika mwaka when King Hosea died, Mfalme Uzia alipokufa, I saw the Lord sitting upon the throne, nalimwona Bwana ameketi kwenye kiti cha high enzi. and lifted up, Ameinuliwa juu and sana. his strength filled the temple. Pindo la vazi lake lijaza hekalu. I was reading this scripture some time ago, Nilisoma andiko hili wakati fulani nyuma. and I found out there are people in your life that can be King Hosea, Nikagundua kuna watu kwenye maisha yako wanaweza kuwa mfalme who are Uzia, blocking the glory of God from coming to you. ambao wamezuia utukufu wa Mungu usikujie. Until they die, you will not see the glory of God. Wasipokufa utaona utukufu wa Mungu. And it's a day like this that you handle them. Na ni siku kama ya leo ndio unawashughulikia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And understand this morning Naelewa jambo hili asubuhi ya leo, that you don't wait for vengeance. kwamba hausubiri kisasi, You invoke vengeance. unafanya kisasi. You invoke vengeance. Unafanya The kisasi. vengeance you don't invoke Kisasi usichokifanya is the vengeance testimony you will not see. ni ushuhuda wa kisasi ambao utauona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And how do I invoke vengeance? What must I do? What do I do? Nifanyeje ili kufanya kisasi? Everyone that have seen God is a good vengeance. Kila aliyemwona Mungu akitenda kisasi Is everyone that take responsibility ni yule aliyechukua wajibu to is a good vengeance. wa kufanya hicho kisasi. Psalm 94 verse 1. Zaburi ya 94 mstari wa kwanza. David will always stand and pray vengeance prayers. Daudi wakati wote angesimama na kuomba maombi ya You kisasi. can't pray, he can't pray this kind of prayer Hauwezi kuomba maombi ya namna hii and God not stand to execute vengeance. na Mungu asimame kutenda You kisasi. say, oh Lord God, to whom vengeance belongs. Bwana Mungu wa kisasi, Oh Lord, to whom vengeance belongs, show thyself. Mungu wa kisasi In jionyeshe. other words, come and render Kwa and wengine- execute judgment. Mwingine alikuwa anamuita njoo Lift ufanye up kisasi. thyself, thou judge of the earth. Wewe mwenye kuhukumu nchi ujitukuze. Render a reward to the proud. Wape wenye kiburi stahiki Lord, zao. how long shall the wicked triumph? Bwana, hata lini wasio haki watashangilia? How long shall they utter and speak hard things? Hata lini watatenda maneno ya ovu And all the workers of iniquity boast na themselves. kusema majivuno na They kiburi? break in pieces thy people, O Lord, Wanawaseta watu wako, and afflict thy heritage. wanautesa urithi wako, And they slay the widow, wanamuua the mjane stranger, na mgeni, and murder the fatherless. wanawafisha mayatima, And yet they say, na wanasema the Lord shall not see it. Bwana haoni. Neither shall the God of Jacob regard it. Bwana wa Yakobo afikiri mambo Praise haya. the Lord. Bwana asiwe. I say, praise the Lord. Bwana asiwe. He provoked God for vengeance. Alimchochea Mungu afanye kisasi. And I say, there are instruments of vengeance. Kuna zana za kisasi. Number one is the word of God. Zana ya kwanza neno la Mungu. The word of God is powerful. Neno la Mungu lina nguvu. No devil can stand against it. Shetani hawezi When kulizuia. you speak the word, Unapotamka neno it's an arrow.
ni mshale fire to the devil. unaotumwa kwa shetani. That's why the devil cannot stop this commission. Ndio maana shetani hawezi kuzuia huduma hii. Because it's a word-date commission. Kwa sababu ni huduma iliyojaa neno. It's a commission filled with the word of God. Ni huduma iliyojaa neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And also the devil cannot attack a life word-date. Na pia shetani hawezi kushambulia maisha yaliyojaa neno. Because the word we speak is powerful. Sababu neno tunaloongea lina You know, nguvu. one thing about the word, as Jesus said, Kitu kimoja kuhusiana na neno kama Yesu in alivyosema. John chapter 6 verse 67. Yohana Say the 6:63. word I speak unto you, they are spirit. Maneno nayowaambia ni You roho. can speak a word here. Unaweza kuongea neno hapa. Somebody in Europe is handled by the word. Somebody in Europe is handled by the Mtu word. kule Marekani akashughulikiwa na hilo neno. You can destroy witches in Europe Unaweza by speaking the word here. kumharibu mchawi aliyoko Marekani New York kule kwa The neno. same way there is no barrier in the realm of the spirit. Namna ile ambayo hakuna kizuizi kwa ulimwengu wa The roho. word of God cannot be barricaded. Neno la Mungu haliwezi It kuzuiwa. cannot be stopped. Haliwezi kuzuiwa Hallelujah. Hallelujah. Because it is a spirit. kwa sababu ni roho. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya. You need power to execute vengeance, and that power is in the word. Unahitaji nguvu kutenda kisasi na hiyo nguvu iko katika And neno. that's why you have to locate the word. Ndio maana upate kwanza neno, Apply yourself to the word. ulitendee kazi hilo neno, Believe that word. amini hilo neno, And use it as a missile to the devil. litumie kama bomu au silaha kwa adui. The Bible calls it the sword of the spirit. Biblia inasema silaha za roho. The Holy Ghost does not fight when the word is not involved. Roho Mtakatifu apigani pale ambako neno halihusishwi. Ephesians chapter 6 verse 18 Efeso 6:18. was equipping us on what to use to fight a battle. Walikuwa wanatuonyesha tunapaswa kuwa na vipi ili tupigane vita. And he said 17, he said, take the helmet of salvation Twaeni ngao ya wokovu, and chepeo ya the wokovu sword of the spirit, na upanga wa roho which is the word of God. ambao ni neno la Mungu. When you throw that sword of the spirit, Unapotupa huo upanga wa roho, every enemy bows. kila adui anasujudu. Number 2 weapon is your mouth. Silaha ya pili ni kinywa Your chako. mouth. Kinywa chako You have to declare vengeance before God will execute vengeance. inabidi utamke kwanza kisasi kabla Mungu hajatenda God kisasi. is moved by what we say. Mungu anatenda kulingana na kile When we tunachosema. make bold declaration, Tunapotamka matamshi ya ujasiri, God confirms it. Mungu He anathibitisha. confirmed the word of his servant Anathibitisha maneno ya and mtumishi performed wake the counsel of his na messenger. kuyapatiliza mashauri ya If wajumbe there wake. is no word from the servant, Kama kuna neno kutoka kwa there is mtumishi, nothing for God to confirm. hakuna kitu ambacho Mungu atakitumia kuthibitisha. Even we say many people pray, Tunaposema watu waombe, they are not saying anything. hawasemi chochote. This battle is the words you say that matters. Katika vita hii maneno unayoyatamka yana maana sana. What do the occultic men and women do? Wale watu wa kafara uwaga wanasema They nini? use their mouth also to war. Wanatumia vinywa vyao kupiga They vita. stand in their altar Wanasimama madhabahuni and pao do invocation and incantations. wakitoa matamshi na laana. Hallelujah. Haleluya. Everywhere they go and sacrifice, Kila mara wanapoenda na kutoa dhabihu, it is the word they speak there that matters. ni yale maneno wanayoongea ndio yenye maana. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There is a power in a spoken word. Kuna nguvu katika neno lilotamkwa. Nobody will afflict you Hakuna anaweza kutesa when your mouth is open and wide in bold declaration. pale unapofungua kinywa chako ukitamsha Even when you matamshi ya speak, you put kijasiri. fear in the camp of your Na enemies. unapotamka hivyo unaweka hofu kwenye kambi ya adui. You put fear in the camp of adversaries. Unaweka hofu kwenye ile kambi ya watesi wako. The Bible says in Isaiah 54 verse 17, Isaya 54:17. no weapon fashioned against you shall prosper. Hakuna silaha iliyoandaliwa kinyume nayo And itakayofanikiwa. every tongue, Na kila ulimi, tongue of witches and wizards, ulimi wa wachawi na washirikina, tongue of principalities and powers, ulimi wa ufalme na tongue of mamlaka, every marine spirit, ulimi wa kila roho za so bahari, every tongue that shall rise against thee kila ulimi utakaosimama kinyume nawe in judgment, katika hukumu, thou shalt condemn. wewe ndio utakao If hukumu. you don't condemn it, Usipo hukumu it will stand. utasimama. Thou shalt condemn. Wewe ndio utahukumu. Thou shalt condemn. Wewe ndio utahukumu. That is God's responsibility. That is Yani, your huo responsibility. ndio wajibu wako. God's responsibility is to confirm what you have said. Wajibu wa Mungu sasa ni kuthibitisha kile unachokisema. That's why no devil will afflict you anymore. Ndio maana hakuna shetani atakayekutesa tena. Any witch targeting your life, Kila mchawi anayelenga maisha by yako being member of this great commission, au mshirika wa huduma hii kubwa, that witch will not see 2019. huyo mchawi hataona I said that witch 2019. will not see Hataona 2019. 2019.
I said that which will not see 2019. Mchawi ataona 2019. Anyone mocking your glorious destiny in Christ, Anayedhihaki hatima yako utukufu katika Kristo, they will not live to see 2019. hawataishi kuiona 2019. Whether you say amen, I know what I'm saying. Useme amina, usiseme najua You ninachokisema. will hear their obituary news. Utasikia habari zao za mabaya. Anyone who have caged your destiny, Yote aliyefunga wherever they are on this planet popote Earth, walipo hapa duniani, the fire of the Holy Ghost consumes them now. Moto wateketeze. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Anyone that say you will not see the new dawn order of testimonies in your life this year, utaona shida pambazuko jipya mwaka huu. I decree in the name of Jesus who I am and who I serve, Kwa jina la Yesu Kristo namtumikia I kwa send wake. the thunder of the Holy Ghost to their camp today, Radi ya Roho Mtakatifu kwao. and I will strike them to death Itawapiga mpaka mauti. in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sikia amen. kubwa. This is the way we say it, Hivi ndivyo tunapaswa kusema. and you joke with it, Na hautanii. but them know that we are not making empty declarations. Lakini tambua wazi hatufanyi matamshi matupu. I've been in one place, I was pastoring, I made declarations like that. Nilikuwa mahala fulani nilichunga nikatoa Even when matamshi I kama was hayo. not feeling it is nothing, Na ilivyoonekana kama si chochote, but it's a discussion in their meeting. lakini ilikuwa ni mjadala kwenye vikao And they vyao. look as a way, what this pastor is saying every time is not good. Wakaanza kusema kwamba anachosema mchungaji kila wakati si kizuri. Somebody have approached me. Mtu mmoja akanijia. So every time you are declaring that enemies of the joy, do this, that is not good now. Wakaanza kusema kwamba kila saa unatamka adui wa kanisa watakuwa hivyo, watakuwa sio jambo zuri hilo. They were like trying to bargain, I should stop. Walikuwa wanajaribu kunizuia nisifanye hivyo. And that's one of the forces, one of the people in charge, Na huyu alikuwa ni miongoni mwa mtu wa kanisa, bewitching the glorious destiny. akiloga hatima za utukufu. They can't stand when you open your mouth and speak. Hawezi kusimama pale unapofungua kinywa chako na kusema. Hallelujah. Haleluya. Proverbs 18 verse 21. Mithali 18:21. Your life is at the mercy of your mouth. Maisha yako yanategemeana na Your kinywa life is chako. at the mercy of your mouth. Maisha yako yanategemeana na kinywa It says, chako. death and life Mauti na uzima are in the power of the tongue. viko katika uwezo wa ulimi, And they that love it shall eat the fruit thereof. na wale waupendao watakula matunda yake. Don't close your mouth. Usifunge kinywa Psalm chako. 18 verse 44 and 45. Zaburi As soon as they hear 18:41. of you, Maadam tu Malia walipokusikia. Shulibal, as soon as they hear Psalm 18 verse 44 and 45. Zaburi As soon 18:44 as na they hear 45. of me, I don't know about you. Mara walipo tu nisikia, sijui kuhusiana na wewe. Every principality, they will obey what I say. Kila mchawi na mshirikina watatii na The kusema. stranger, they shall submit themselves. Wageni watajitiisha wenyewe. Not only that, they will submit, Sio tu kwamba watajitiisha, they will fade away, watakimbia. afraid in their close spaces. Watajificha mahali pao pasiri. If you are not speaking, Kama hujatamka, you'll be hearing what they are saying. utasikia wanachokisema And as wao. you are hearing what they are saying, Na unaposikia wanachokisema wao, they will put fear in you. watakuingizia hofu ndani One yako. of their greatest weapon is fear. Mojawapo ya silaha yao kubwa ni hofu. When they put fear in you, Wanapokuingizia hofu, they will succeed in attacking you. watakushinda. But when you speak, Lakini unapotamka, you speak fear out of your life. unatamka hofu na hofu You inaondoka speak kwako. boldly with faith. Unatamka kwa ujasiri, kwa imani. They will not near you. Hawatakuwa karibu nawe. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Your mouth is a weapon of vengeance. Kinywa chako ndio silaha ya As we say, kisasi. covenant day of vengeance. Tunaposema siku ya kigano ya It kisasi, is not a matter of saying, oh God, do vengeance. You make declaration. sio sawa kusema Mungu fanya kisasi, unafanya Look at that matamshi. sickness and say, enough is enough. Tazama ugonjwa, sema yatosha, yatosha. Look at that man, that woman threatening to destroy you. Tazama huyo mwanamke au mwanaume Call anakutisha. his or her name. Ita jina I lake. say, if I be a servant of God, Sema kama mimi ni mtumishi in wa the Mungu, name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo, die. ufe. And God will answer what you say. Na Mungu atajibu unachokisema. That is a way to pray prayer of vengeance. Hiyo ndio namna ya kuomba maombi ya kisasi. Be conscious that is a power God have given to you. Tambua nguvu ambayo Mungu amekupa, And as you said it, na unaposema God will do it. Mungu atatenda. Rise up and get to action now. Rise up. Simama sasa, ingia kwenye matendo. If I stop here today, I've tried. Nikiishia hapa leo, I know you are blessed. najua umeshabarikiwa. Stand up on your feet now. Stand Stand up on your kwa miguu yako kila feet. It mmoja. is time for action. Ni wakati wa matendo. It is your day of vengeance. Ni siku yako ya kisasi. I tell you the truth. Nakwambia kweli. If God did not kill Pharaoh and his chariots, Kama Mungu hakumua Farao na majeshi the yake, problem of Israelites will continue. tatizo la wana Israeli lingeendelea. If God did not kill Ahithophel, Kama Mungu hakumua Ahithofeli, the problem of David will continue. tatizo la Daudi lingeendelea. Hallelujah. That is why any witch you spare today Ndio maana kila mchawi unaimwacha leo is going to be grouped tomorrow to attack you. ataungana na wengine kesho kukushambulia. Your mouth is a weapon of Kinywa warfare. chako ndio silaha ya vita. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya.
In Luke chapter 21 verse 15. Luka 21:15. I've given you a mouth. Nimekupa kinywa. Your mouth is not for gossiping. Kinywa chako sio No, kwa they didn't give you umbea. mouth. It's a weapon of warfare. Hiyo ni silaha ya vita. Your mouth is not just for food. Sio kwa ajili ya chakula tu hicho It kinywa. is a weapon of warfare. Ni silaha ya vita. That's why I say I've given you a mouth. Ndio maana sasa nimekupa kinywa And I put what you say. na nimeweka ndani yako nini cha kusema. That is wisdom. Hiyo ni hekima. Which all your adversaries Ambao adui zako wote shall not be able hawataweza to gainsay kukushinda or resist what you have au said. kupinga unachosema. If you are not seeing anything Kama hujaona chochote happening in your life, kikitokea kwenye maisha it yako, means you are not saying anything. inaonekana hausemi chochote. Hallelujah. Haleluya. God is limited Mungu anafungwa by what you say. kwa kile unachokisema. Hallelujah. Hallelujah. Numbers chapter 14 verse 28. Hesabu 14:28. Numbers 14:28. Hesabu 14 Say mstari wa 28. unto them, Waambieni, as truly as I live, kama mimi niishivyo, says the Lord, asema Bwana, as you have spoken in my ears, kama mlivyonena masikioni so pangu, will I do to you. ndivyo It nitakavyowatendea. is what God hear from you that he will do. Ni kile ambacho Mungu anasikia toka kwako ndo What atakitenda. God hear from you that he will do. Nini atasikia kwako ili atende? There is a time to pray. Kuna wakati wa kuomba, There is a time for bold declaration. kuna wakati wa kutamka matamshi ya You kijasiri. can't execute vengeance without bold declaration. Hauwezi kutenda kisasi pasipo matamshi ya The ujasiri. ears of God are open now. The ears of God are open Masikio ya Mungu amefunguka sasa to hear what you will say. kusikia utakachokisema. The ball is in your court. Mpira uko upande wako, And I want you to understand na nataka uelewe that sickness in your body is an enemy. huo ugonjwa mwilini mwako ni adui That God must execute vengeance. ambao Mungu lazima utendee That kisasi. joblessness is an enemy. Kukosa kazi ni adui, That lack and want is an enemy. kukosa na kupungukiwa ni adui. None of them glorify God in your life. Hakuna hata mmoja anamtukuza Mungu kwenye The maisha Bible yako. says, if you will say to this mountain, Blesa ukiwaambia mlima huu, be thou removed and be thou cast away, moka uondoke ukatupe kule, and shall not doubt in your heart, usiwe na shaka but moyoni that mwako, believe that those things you say will come to uamini pass, usemayo yatatimia, you shall have whatever you say. utapata yote Lift uyasemayo. up your voice now and Inua decree. sauti yako na Lift up your utamke. voice Inua sauti and yako. call that witch and say, die in the name of Jesus. Laani huyo mchawi, Call that mwambie sickness afe. and say, out of my body. Laani wa ugonjwa, Shua mwambie kabali toka mwilini acholia mwako. bababa. Iketusha kaba likoti la bababa. Ebrakuti kaba leketoba. Akipeketobe liaba. Alia brakato belia bababa. Ali shokiato. Ebali balando bela bababa. Abshua bababa. Every demonic forces, every principality and Kila power, falme na mamlaka. oh, beketelia bababa. In the name of Jesus Katika be jina la Yesu Kristo destroyed. In the muharibiwe. name of Jesus be Katika jina la Yesu destroyed. muharibiwe. Every witch, every Kila wizard, mchawi na let your mshirikina. days be few, Siku zako and ziwe let chache. another take his Na mwingine office. achukue nafasi Ashua yako. kabali kotia balia, Eshua kata bali shaba, Alian deketoshi alaba, Akate ketusha, Ebran kuti katale balaba, Ayan doketusha la balaba, Alian deketoshi alaba. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. You are making bold declaration, bold declaration, bold declaration. Matamshi ya ujasiri. Abakate shubaliaba. Ekute keto shika la balia. Abakato kotolobo shalaba. Ayala bolabo shalaba. Akate keto kotolobo shalaba. Alia baba sheketolobo. Eshuaka. Alia keto diabalaba. Elia basholobo liabalaba. Obreketo shiabalaba. Alia baba la balabo shiabalaba. Akate keto kotolobo. Anda brakata. Is somebody making declaration? God will do what you say. God will do what you say. Oh, to you vengeance belongs, show yourself. 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 Every gang up of hair, every gang up of principalities and powers against your destiny, against your new dawn of the blessing, in the name of Jesus, scatter them. Say, surely they will gather, and not by me. Whosoever that gather for my sake shall fall. Whosoever shall gather for your sake shall fall. Every gathering against your business, they shall fall. Abrakabashole ketobelia. Abababababababa. Akatoko toketulia. Ebrakatoshi aba. Akate ketulia. Obrekatu abrandelebo. Aliandelebosh. Abrakato, Ebala Bakatoleva, Ebrakabosha Kabolia, Ebrakato Pediapa, Ebrandolebosh,
eketokotelia balaba, ebrandolobosia, ababa, ebraki atakata, abrakatokoto, ebrandalabaliaba, ebrakatushe, ebrandobelia, shuakito kaliba, ebochi kaliba kotushanda, ebrakatusha kababa, ebrakateketoliaba, ayande katoshia balaba, ayande keto, ebrakatusha kaba, ebreketoliaba balaba. Every evil family pattern, in the name of Jesus, you are destroyed. Every evil family pattern, you are destroyed. Every evil family pattern, you are destroyed. Every evil family pattern, you are destroyed. Every God of this land, in the name of Jesus, Lord, execute judgment against the God of Tanzania, resisting many people from coming to the church, resisting or establishment of souls in the church. Only pass over the land tonight and execute judgment. Execute judgment. Execute judgment against all the gods of Dar es Salaam, against all the witches and wizards, against all the marine spirits, against all the occultic men and women. Execute judgment. Execute judgment. Abrakatoketo. Aliande ketokoto liabalabalabo. Ibalabo shiabalabo shiabalabo. Ibakateketo liaba. Alabalabo shiabalabalaba. Akatoketo, Ebalabosia, Balabalaba, Abrakatoketo, Ebalabosia, Abrakatoshia, Lambando Balibakato, Eshua Kalabalaba, Abakutikaba, Rubreketo Shalaba. Oh, I passed through the land. Every God, every principality, everyone doing incantation somewhere, every Lord sacrifice they have made, and any crossroad against the destiny of any winner in this land, in the name of Jesus, is nullified. It is nullified. It is declared null and void. It is declared null and void. Anyone that destiny have been caged, I release that destiny from that cage now. Anyone that the destiny, is any kind of prison, that person is coming out now. It's coming out now in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Somebody shout a louder amen. If you believe your prayer, shout a vengeance amen. As you have decreed, so shall it be. In Jesus' glorious name. We are going to partake of the anointing now. But hear this. The Bible says it very, very clear. In John chapter 9 verse 31. That we know that God heareth not sinners. Mungu awasikii wenye dhambi. How can you just pray and God will not hear you? Unawezaje kuomba na Mungu Your asikusikie? life will be frustrated. Maisha yako yatakuwa He kuchanganyikiwa. said, now we know that God heareth not sinners. Na tunajua kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi. That's why you need to repent. Ndio maana unahitaji kutubu. Hallelujah. When God is fighting, Mungu anapopigana, you must be in his camp. inabidi uwe kwenye kambi ya If you are in Mungu. the camp of the wicked, Na utoke kwenye kambi ya if you mwovu. are in the camp of sinners, Na kama uko kwenye kambi ya wenye dhambi, when God releases his arrows, Mungu anapotuma mishale yake, it might touch you. inaweza ikakupata. But that's why you need to move out of that camp now and come to the camp of God, Ndio maana inabidi utoke kwenye hiyo kambi sasa uje kwenye kambi ya Mungu. where he will fight for you, Mahala ambako atakupigania. where he will regard you as his own elect, Mahala ambako atakutazama kama mteule wake and he will fight for you. na atakupigania. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, if you are not for me, you are against me. Yesu asema kama uko pamoja nami basi uko If you kinyume are nami. not for Jesus, you are against him. Kama uko kwa Yesu basi uko kinyume naye. You are enemy of yourself. Unakuwa ni adui wa adui yako But mwenyewe. the good news is you Hali can walk, habari njema ni hii. you can walk out of the devil Unaweza today. ukatoka kwa shetani leo. Hallelujah. Hallelujah. And I want to give you that opportunity. That's why I'm here, Na nataka nitoe fursa hiyo, ndio maana niko hapa to lead you to Jesus. kukupeleka kwa Yesu. I want to bring you out of the kingdom of darkness Nataka nikutoe nje ya ufalme wa giza and register your name in the kingdom na of light. niandikishe jina lako katika ufalme wa nuru. Wherever you are, I want to pray for you now. Popote uliko nataka nikuombee. Put your hand on your chest for me. Weka mkono wako kifuani. I want to pray for you. Unataka You kuokoka see, your life will change. na maisha yako You are yatabadilika. here, you want to rededicate your life to Na uko hapo Jesus. unataka kutengeneza maisha yako na Yesu. Put your hand on your chest Weka mkono wako kifuani. and come forward here. Let me pray for you. Na njoo hapa nikuombee. Come forward, let me pray for Njoo you. hapa nikuombee. Come. Unataka kuokoka, Come. unataka kutengeneza na Yesu. Your life will never Njoo hapa remain the same. mbele Your life will never remain the na same. maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Come. Njoo mbele, njoo mbele. Come. Now wherever you are, come. Njoo mbele popote There is no uliko. shame to you. Come.
Everywhere, Njoo mbele, everywhere. nitakumpa Yesu Come maisha and receive yako. Jesus. Come and receive Jesus. Uliokoka ukarudi nyuma, Your life utakutengeneza will na never Yesu. remain the same. Njoo mbele na maisha yako Come and yatabaki receive kama hivi. Jesus. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Because he wants to fight for you. Sababu anataka He kupigania. wants to give you victory. Anataka kukupa ushindi. Oh, he wants you to celebrate. Anataka uwe na maisha ya He wants you kusherehekea. to see his glory. Anataka uone utukufu Oh, wake. the glory of God is coming upon you as you surrender to Bwana Jesus. unakujia unapotoa maisha yako. You want to rededicate your life wherever you are. Come. Unataka kutengeneza maisha yako na Yesu. Jesus said, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you also. Anasema ukinionea aibu mimi nami Don't be nitakuonea aibu. ashamed of Jesus. Usimwonee aibu Yesu. And he will not be ashamed of you. Na yeye hatakuonea aibu. Everyone in the front, as we wait for others to come, Kila hapa everyone in mbele, the front begin to ask him for his mercy. tunapowasubiri wengine, nyinyi hapa mbele anza It kuomba is rehema kwa the Mungu. mercy of God that cleans every mess of life. Ni zile rehema za Mungu ndo zinasafisha maovu Ask yetu for yote. his mercy. Omba rehema za Ask for Mungu. his mercy. Omba rehema za Ask for Mungu. his mercy, he will forgive you. Omba rehema za Mungu naye It atakusamehe. doesn't matter how deep you have been in sin. Haijalishi umekuwa katika kina He cha will dhambi na wash gani. you as white as snow. Atakuosha utakuwa mweupe kama theluji. The blood can wash every sin, no matter how dark it is. Damu inaweza kaosha kila dhambi, haijalishi ni nyekundu kiasi Father, gani. thank you. Baba asante. You are blessed. Mmebarikiwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Wewe ulioko hapa mbele sema Bwana Yesu. Ulioko hapa mbele tafadhali fuatisha maneno haya, sema Bwana Yesu. Asante kwa neema yako ambayo imenivuta kwako leo. Ninakiri mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kuanzia leo nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for these ones you have saved today. Baba asante kwa wale waokoa leo. I cover them with the blood of Na wafunika Jesus. kwa damu ya Yesu Kristo. A new beginning in their lives today. Mwanzo mpya kwenye maisha yao leo. Wash them by your blood. Waoshe kwa damu yako. Cancel their name in the book of death. Futa majina yao kwenye kitabu cha And mauti. write it with a golden pen in the book of life. Andika kwenye kitabu cha uzima. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. You are blessed. Barikiwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Congratulations. Hongera. Please follow our church officials. Wafuate watumishi wetu upande wa kushoto kule. Everyone bring your bottle of anointing oil. Kila mmoja atoe chupa yake ya mafuta matakatifu. Bring your bottle of anointing oil. Toa chupa yako ya mafuta matakatifu. Hallelujah. Haleluya. The anointing oil is an instrument of vengeance. Mafuta matakatifu ndio chombo cha Because kisasi. Holy Ghost is a spirit of vengeance. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio roho wa And kisasi. the Holy Spirit is inside the anointing oil. Na Roho Mtakatifu iko ndani ya mafuta 1 matakatifu. Samuel chapter 16 verse 13. Samueli wa kwanza And 16:13. Samuel took an oil and anointed David. Samueli akachukua mafuta akampaka The Daudi. spirit of the Lord came upon him. Na roho ya Bwana akamwingia. Lift up your voice now, Lord, that this oil come upon him. Mwambie Mungu mafuta haya yanaponijia. I shall not be defeated in any battle. Sitashindwa kwenye vita yote. Lord, I shall not be a victim of any Bwana battle. sitakuwa mwanga wa vita yote. Lord, put a mark of touch not upon my life. Weka alama ya As kuwa ni this mtu wa oil come upon kutoguswa. me, Mafuta haya no yanapokuja juu more yangu. sickness, no more disease. Hakuna magonjwa tena, hakuna Somebody lift magonjwa. up your voice and pray. Inua sauti yako na No uombe. more sickness, no more disease. Hakuna magonjwa tena, In hakuna the madhaifu. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Receive your healing via this oil Pokea today. uponyaji wako kupitia mafuta haya Oh, leo. a mark of touch not is coming upon you. Alama ya kutokuguswa When they inakujia. go from one place to another, Walipohama toka from eneo one moja kwenda kingdom jingine. to another Toka people, ufalme mmoja you na watu wengine. suffered no man to do them wrong. Hakuwaruhusu watu waone. Yeah, he reproached kings for their sake, Alikemea wafalme kwa ajili saying, yao. touch not my anointed Akamswagusa mpaka and mafuta do wangu. my prophet no harm. Siwazuru manabii He zangu. said, anointing for vengeance. Ni upako wa As kisasi. this oil come upon you, Mafuta yanapokujia wewe. everything that does not glorify God in your life Chochote ambacho kimtukuzi Mungu shall kwa be maisha yako, judged today. kitahukumiwa In leo. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Anyone bewitching your glorious destiny Yote anayeloga hatima yako shall be tukufu, judged today. atahukumiwa leo. Anywhere your name have mentioned for evil, Popote jina for lako evil, linapotajwa kwa ubaya, the fire of the Holy Ghost answer for moto you wa Roho today. Mtakatifu utajibu kwa In the niaba yako. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu The Kristo. content in this bottle is the holy anointing oil. Kilichopo ndani ya chombo And hiki ni it mafuta will work matakatifu. wonders through your hand. Kitatenda As maajabu you kwako. anoint your face, Unapopaka uso as you wako, swallow it,
unapomeza, the God of vengeance will fight for you. Mungu akisasa As you atakupigania. anoint your house, Unapopaka nyumba the yako, God of vengeance will fight for you. Mungu akisasa atakupigania. As you anoint your business area, Unapopaka eneo lako la biashara, no devil will attack your business hakuna anymore. shetani atakayeshambulia As you biashara yako. anoint your working place, Unapopaka eneo lako la you kazi, shall not be demoted. hautashushwa You chini. shall not be sacked. Hautafukuzwa You kazi. shall be promoted. Utainuliwa. Everything that is speaking against your financial breakthrough, Kila kitu kinachoendelea kinyume na by mpenzi this wako wa oil fedha, today, they are kwa destroyed. mafuta yale kunaharibiwa. I decree that the content in that bottle Natamka kilichoko ndani ya is chupa now hii the anointing of the Holy Spirit. sasa ni mafuta ya Roho Mtakatifu. And I decree instant testimonies Natamka shuhuda za papo kwa papo in Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. Put a small in your palms and anoint your forehead. Weka kidogo mkononi And mwako, begin to jipake usoni decree your victory. na uanze kutamka ushindi wako. Lift up your voice and pray. Oh yala brakati sholiaba. Inua sauti yako na uombe. Lekicho katu shikalabalaba. That sickness is cursed now. Ugonjwa Lose him and umelaaniwa let him sasa. go. Mwachie na Lose aende. her and let her go. Mwache na In aende. the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Surely shuakia tushande kalia balaba. Every yobaka tushiande kabashuleba. Likaba shiketi labo akiatusha. Makito shia bala brandu shekoba. Libo shia bala bolia balaba. It is settled now. It is settled now. It is settled now. Umekamilishwa sasa. Pa bakutiaba. Bakutela balaba. Da brakatolia balaba. Every attack of witches and wizards over your life, Shambulizi every la chama arrow they have washirikina. projected in your body, Shalo la they utuma return kwako. back to where it's coming Na from. rudi ulikotoka. Shwaka baba likotia bando. Ndulubu ndiribushia kobelianda. Makuti shobalando belanda. Abando belando shakobeleando leba. Balia shuli balando leba. Abalaboshia kaliba shuli bando bea. Abalaboshia leba. Pray in the Holy Ghost and I found the fire of the Nena Holy kwa Ghost. lugha. Pray in the Holy Ghost. Nena kwa lugha, Lakoteliaba. nena kwa lugha. Abraka teketoshia baba baba. Alando lando 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 lando. Shuakaba shubelando ba. Shua baba balianda leba. Abraka tushakaba liba. Alia baba baleba laboshkalaba. Abalaboshia kaba baba. Aliandeka balando. Ebrakatoshia baba. Aliandeketo. Ebala brakateshua baba. Ayando bela balabasulia. Shuakia to belanda. Abala brakateketo. Eketo belisho leaba. Balando belando ba. Shuakia teketo. Ala baba baba la balaba. To you vengeance belongs. Show yourself. Ebrakatalia baba. Makando belande katusha. Abrakia to belando. Ebraka baba baba liba. Ebrakato bando. Ubaka shuliba. Ndolobonga la balabolia balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Put a small in the cup. Weka kidogo kwenye There is a kifuniko. spirit upon and there is a spirit within. Kuna roho inaokaa juu na kuna roho If the inakaa spirit ndani. of him that made Jesus from dead dwell in you, Kama roho yake alimfufua Yesu kwenye wafu he anakaa that ndani made yenu. Jesus from dead, he will quicken your mortal bodies. Alimfufua Yesu toka kwenye wafu atauisha na miili yenu. Romans chapter 8 verse 11. Warumi 8:11. Everything you desire as you swallow this anointing inside of you. Kila unachotamani unapomeza mafuta haya matakatifu Just ndani say yako. something, God is hearing you. Tamka tu kitu Mungu Lord, as I anakusikia. swallow this, Mungu let ninapomeza. the fire of the Holy Ghost burn to ashes everything that is not Moto needed. wa Roho Mtakatifu uteketeze kwa Everything majivu that chochote pack ambacho up, let it receive sikihitaji. life. Kila kilichokufa Every kipokee uhai. sickness hiding in my body, Kila ugonjwa uliojificha kwenye mwili wangu out of my body now. utoke mwilini mwangu sasa. Oh, light is shineth in darkness, and darkness comprehended it Nuru not. yang'aa gizani wala giza In halikuiweza. the name of Jesus of Nazareth. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Andeshua brakatushilaba. Lord, let this mystery deliver instant testimonies. Siri hii nipatie shuhuda za papo kwa papo. That fibroid, let it be healed by this mystery. Wewe uvimbe uponywe kwa That siri. terminal disease, let it be terminated. Wewe ugonjwa wa mauti Oh, ukomeshwe. that fallopian tube problem, Lord, let it be corrected. Matatizo ya mirija ya uzazi yarekebishwe. Everything that is not needed in our body. Chochote ambacho kitajiki mwilini mwetu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lekote shubalando ketushalaba. Lekote shubalia bashule balabalaba. Endele boshia kalabala boshia balaba. Abakuti shokatolia balaba.
To you vengeance belongeth, show thyself. Wewe Mungu wa kisasi jidhihirishe. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Everyone that believes in this mystery, Anaamini siri hii. swallow it now in the name of Jesus Meza Christ. sasa kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Leshuande kotashua balaba. It is done. Imekuwa. Wave those hands to Jesus and appreciate him. Punga mikono yako kwa Yesu, A new mshukuru. beginning for you. Mwanzo mpya You kwako. shall hear testimonies. Utasikia You shuhuda. shall hear news of the destruction of all your Utasikia shuhuda za adversaries. kuharibiwa maadui zako. Everyone that have ganged up against you. Kila aliyekusanyika kinyume nawe. By this word you heard today, they are scattered. Kwa neno hilo ulilosikia leo By the wametawanyika. word you have declared today, God have heard you. Kwa neno ulilotamka leo Mungu amekusikia. And your testimony is sure. Na ushuhuda wako ni hakika. Somebody shout a faithful Kwa maana amen. ni uaminifu.